Mkuu wa idara ya uvuvi Pemba, ndugu Omar Suleiman Juma, ameitoa kauli hiyo wakati alipokuwa akizungumza na viongozi wa kamati za uvuvi pamoja na maafisa wa uvuvi katika kikao kazi cha ukumbusho kwa wavuvi wa ukataji wa leseni kwa wakati kilichofanyika ukumbi wa kilimo Weni Wete. Amesema ukataji wa leseni kwa wavuvi wa matumizi ya vyombo vyao ni muhimili mkubwa wa uchangiaji wa mapato kwa serikali pamoja na kuepuka matatizo kwa wavuvi wanapokuwa katika shughuli zao za uvuvi. Kama hujapata tatizo unakwenda na kurudi, huoni umuhimu wa leseni. Lakini hata kama hujapata tatizo, kuna umuhimu wa leseni. Hichi kinachokusanywa katika leseni ndio kinachotumika katika kuharakisha, katika kufanya maendeleo ya nchi. Jamani, nchi yetu ni ndogo, nchi yetu imezungukwa na bahari. Leseni imewekwa ni miongoni mwa vyanzo vya mapato. Tutakapokusanya mapato kwa njia hii, ndio itakayotumika hiyo kununulia madawa hospitalini, kununulia madaftari mashuleni na vitu vingine ambavyo ni vya kimaendeleo. Hatukutoa, maana yake hatutakuwa na kitu ambacho sisi uchumi wa blue tunachangia. Kwa upande wao, viongozi wa kamati za uvuvi wamesema serikali imeandaa mazingira rafiki ya upatikanaji wa leseni, ila zipo baadhi ya changamoto zinazoendelea kuwasumbua, huku wakitumia nafasi ya kuishauri wizara kufanya doria za mara kwa mara ili kubaini wanaokiuka sheria za uvuvi. Na majanga zaidi ya mara 3 kwa kosa la kwamba hawana vitambulisho. Na hivi tumetaka kufanywa hujuma mbele ya maafisa uvuvi. Tukua pamoja, watu wanaharibu, tumeenda kuwashika, wanatuuliza nyinyi ni kama nani? Kwa sababu umesema kama ulitoa vitambulisho, idara ilitoa vitambulisho kwa ajili ya kuwafanya kamati wajulikane wao ni nani. Hizi kamati inabidi vitambulisho vitolewa baadhi ya kamati tu. Tukaona kuwepo orodha ya jumla ya wavuvi na vyombo kutoka katika kamati zetu husika za kila shehia. Pia kuboreshwa na kufanyiwa doria mara kwa mara, mchana na usiku kwa ujumla. Pia kuwepo na adhabu ya papo kwa papo. Unapomkamata mvuvi hana leseni, hapo kwa hapo mtoze fine. Wanaoishi katika vijiji vya kando zaidi, yani vijiji vya ndani. Kwa hiyo hapa sana kunakuwa na upungufu wa kufikiwa katika zile juhudi za kufanyia kazi kutafuta yale mapato ya leseni. Hiyo ni ya pili. Lakini la tatu katika hapo tukasema kwamba kuna hii changamoto kubwa ya suala la sheria. Hatua za kisheria hazichukuliwi ipasavyo. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.